Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inakabiliwa na ukomo wa muda wa siku 30 uliowekwa na Kamati ya Mawaziri ya Utekelezaji ya Jumuiya ya Madola maarufu kama CMAG. Agizo hilo lililolenga kutafuta njia ya kisiasa na kisheria ya kumaliza kuzuiliwa kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu sasa limeisha kwenye wakati huo. Hatua hii imeweka presha kubwa ya kidiplomasia na kisheria kwa mamlaka za utawala nchini Tanzania. Maagizo hayo yaliyopitishwa rasmi wakati wa kikao cha 73 cha CMAG kilichoketi mnamo Julai 10 mwaka wa 2026. Mchakato huo nzima unahusisha pia utekelezaji wa masharti mengine kadhaa yaliyowekwa na jumuiya hiyo ya kimataifa. Mambo hayo yanajumuisha kurejeshwa kwa huduma za kidijitali pamoja na masuala ya haki za binadamu. Mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu anaendelea kukabiliwa na mashtaka mazito ya uhaini yanayoshikiliwa na mahakama za ndani. Serikali ya Tanzania imekuwa ikisisitiza kuwa kesi hiyo inaendeshwa kwa mujibu wa masharti na katiba bila misingi ya kisiasa. Wadau wa demokrasia kwa upande wao wanataka mchakato huo uheshimu utawala bora na haki za msingi. Mtazamo wa kimataifa sasa umeelekezwa kwa kiasi kikubwa katika maamuzi yatakayochukuliwa na serikali. Muktadha wa uamuzi huo wa CMAG unatokana na ripoti rasmi iliyowasilishwa na mjumbe maalum wa katibu mkuu wa Jumuiya ya Madola, Daktari Lazarus Chakwera. Taarifa ya kiongozi huyo iliangazia hali ya kuzuiliwa kwa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu pamoja na watu wengine wanaodaiwa kutumia haki zao za kikatiba. Kamati hiyo ya mawaziri ilimtaka mkuu wa nchi na serikali yake kuchukua hatua za haraka za kisheria na kisiasa. Uzito wa suala hili umezidisha umakini wa mashirika ya kiraia na jumuiya ya kimataifa zinazofuata haki za binadamu. Mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu amekuwa kiini cha mjadala huo kutokana na nafasi yake ya uongozi katika chama kikuu cha upinzani. Serikali ya Tanzania inasimamia msimamo wake kuwa mashtaka dhidi ya kiongozi huyo yanalindwa na mfumo huru wa mahakama. Hata hivyo, ripoti ya mjumbe maalum Daktari Lazarus Chakwera ilionyesha hitaji la kuwepo kwa utatuzi mpana wa kisiasa. Mjadala huu unaonyesha jinsi gani masuala ya ndani ya nchi yanavyohusiana na misingi ya kiutawala na ya Jumuiya ya Madola. Uamuzi huo wa kikao cha 73 cha CMAG unaitaka serikali kutoa majibu ya kueleweka kuhusu hatua ilizochukua. Kila kipengele cha taarifa hiyo kinazingatia mamlaka za Tanzania kuzingatia mikataba na miongozo ya kimataifa. Mfululizo wa matukio yaliyosababisha agizo hili unatokana na kuzuiliwa kwa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu na kufunguliwa kwa mashtaka ya jinai. Hatua hizo za kisheria zilizochukuliwa na serikali ya Tanzania ziliibua malalamiko kutoka kwa wadau wa demokrasia na vyama vya siasa. Kesi hiyo ya uhaini ilipelekea Jumuiya ya Madola kuingilia kati kupitia mjumbe maalum Daktari Lazarus Chakwera ili kutathmini hali ya kisiasa. Baada ya kupokea ushahidi wa taarifa, CMAG iliamua kuweka mipaka ya muda kwa serikali ili kushughulikia malalamiko hayo. Bali na kesi hiyo, vurugu zilizotokea baada ya uchaguzi na makosa ya jinai yaliyojitokeza viliongeza uzito wa mashtaka hayo. Historia ya matukio haya inaonyesha mrija wa mivutano
ya kisiasa iliyofikia kilele chake katika vyombo vya sheria. Serikali kwa upande wake inashikilia kuwa hatua zote zilizochukuliwa zililenga kulinda amani na utulivu wa nchi. Uhusiano kati ya matukio ya uchaguzi na kuzuiliwa kwa mwanasiasa ndiyo uliochochemea ripoti ya Jumuiya ya Madola. Hali hii imesababisha msukumo wa kimataifa unaoitaka serikali kurejesha mazingira ya uwazi na utawala wa sheria. Athari za moja kwa moja za ukomo huu wa siku 30 zinaguza uhusiano wa kidiplomasia kati ya Tanzania na Jumuiya ya Madola. Kikao cha dharura cha CMAG kinatarajiwa kufanyika Septemba mwaka huu wa 2026, ambacho kitaweza kutoa mwelekeo mpya na maamuzi mazito dhidi ya Tanzania. Iwapo serikali ya Tanzania haitawasilisha utekelezaji wa kutosha, mahusiano yake na jumuiya hiyo yanaweza kuingia katika kipindi cha changamoto. Athari hizo zinaweza kuenea hadi kwenye nyanja za kiuchumi, biashara na ushirikiano wa kimaendeleo na nchi ya wanachama. Kwa upande wa ndani, maamuzi ya serikali yatakuwa na mchango mkubwa katika utulivu wa kisiasa na haki za raia. Mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu na wafuasi wake wanatarajia kuona mabadiliko katika mwenendo wa kesi hiyo ya uhaini. Wadau wa demokrasia wanaona kuwa hatua za serikali zitaamua taswira ya utawala bora na haki za binadamu nchini. Mjumuiko wa mataifa hayo una uwezo wa kuweka vikwazo au kutoa maonyo ya kidiplomasia kulingana na ripoti itakayowasilishwa mara tena. Matokeo ya kikao cha Septemba yatakuwa na umuhimu mkubwa kwa mfumo wa kisiasa wa Tanzania. CMAG, mpango wake mpana uliowekwa, unamjumuisha pia sharti la kurejeshwa kwa huduma za dijitali nchini Tanzania ndani ya siku 60. Mamlaka za nchi zimepewa muda huo ili kuhakikisha wananchi na taasisi wanapata tena uwezo wa kuwasiliana kwa uwazi na si kwenye mashiko. Serikali ya Tanzania inatakiwa kutekeleza agizo hilo ili kuonyesha kujitolea kwake katika kulinda uhuru wa habari na mawasiliano. Mjumbe maalum Daktari Lazarus Chakwera alibainisha kuwa huduma za kidijitali ni nguzo muhimu ya demokrasia na haki za raia. Masharti haya yanaonyesha kuwa utatuzi wa swala la mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu unakwenda sambamba na haki za kidijitali. Wadau wa teknolojia na mashirika ya habari wanafuatilia kwa karibu utekelezaji wa agizo hilo la siku 60. Kurejeshwa kwa huduma hizo kutasaidia kuimarisha shughuli za kiuchumi na kijamii zilizoathirika kufuatia vizuizi hivyo. Serikali inakabiliwa na kibarua cha kuthibitisha kuwa miundombinu hiyo ipo wazi na inafanya kazi bila ubaguzi. Hatua hii ni sehemu ya juhudi za kurejesha kuaminika kwa nchi katika jukwaa la kimataifa. Utekelezaji wa sharti hili utatathminiwa pia katika kikao cha dharura cha CMAG.